Mimi kwa majina naitwa Mrakibu wa Zimamoto na Uokoaji. Majina yangu ni Gauss Fungamari, ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya kwa sasa. Jana ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa 8 2026 majira ya saa 2:50 usiku kwamba kuna tukio la ajali la malori. Ajali hiyo imehusisha magari mawili ambayo gari la kwanza linasomeka namba T144 EPH Kibini na T544 EQH Tela aina ya Ho ambalo lilikuwa likitokea Kiwira likielekea Dar es Salaam likiwa limebeba makaa ya mawe na dereva wake alikuwa ni ndugu Shabani Benjamin Mkude mwenye umri wa miaka 25. Gari hili liliwaka moto baada tu ya kugonga gari jingine. Gari hilo aina ya Ho ambalo namba T284 EPU Kibini ambalo nalo pia lilikuwa na lenyewe limetokea Kiwira likielekea Dar es Salaam. Kwa maana hiyo kwamba hili gari la pili ambalo lilikuwa linaendeshwa na ndugu Benjamin ndilo ambalo liligonga ile gari nyingine ambayo iliyokuwa imetangulia. Kwa hiyo madhara makubwa yalitokea kwenye hii gari ya pili ambayo ilikuwa ikaendeshwa na huyu ndugu Benjamin Mkude. Kwa hiyo hii gari ya pili ilipata madhara makubwa baada tu ya kugonga tu ilitokea kutokana na ile impact ya ajali. Hii gari ilipata ile mlipuko mkubwa ulitokea wa moto. Kwa hiyo maana yake kama moto ulitokea ulianzia upande wa Kibini na ulipelekea sasa huo moto baada ya kupelekea driver kweli yeye hakuweza kujitetea kwa sababu ilikuwa ni kitendo cha haraka, ni kitendo cha ghafla. Kwa hiyo driver hakuweza kujitokea, kwa hiyo driver na utingo wake waliathirika, lakini ile gari nyingine ambayo iligonga kwa nyuma ile haikuwa na madhara. Kwa hiyo sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya tulipewa taarifa, tulipokea hiyo taarifa, tulifika eneo la tukio na kukuta hilo tukio bado liko hot, kwa maana kwamba moto ulikuwa unaendelea kuwaka kwa ile lori, lakini na wahanga walikuwa ndani ya ile lori. Kwa hiyo tulifanikiwa kuokoa hao watu wawili, wahanga wawili, kwa maana dereva kwa ile gari lakini na utingo wake. Kwa hiyo madhara ambayo yaliyotokea kwenye hiyo ajali ni vifo vya watu wawili, kwa maana ya dereva na utingo wake. Wakati tumefika pale, na sisi bahati nzuri baada ya kutoka kupewa tu taarifa hiyo ya tukio, sisi tulikuwa ni watu wa kwanza, kwa maana first responder kufika pale, kwa maana sisi watu wa huduma. Sisi tulifika pale, lakini tulifika bado kutoka na wananchi wengi walikuwa pale. Kwa hiyo baada ya kufika pale, askari wetu na afisa wetu alikuwepo pale akifanya jitihada za kuanza kutekeleza majukumu yetu kwa maana ya maokozi. Lakini wananchi kama ambavyo unavyojua, wao hawajui sisi tunafanya kazi yetu kwa procedure maalum, kwamba ni lazima kwanza tuangalie pia usalama wa askari wetu, lakini pia usalama pia wa raia wale ambao walikuwepo pale. Kwa bahati mbaya sana kuna mwananchi mmoja alileta tafrani pale, kwa maana kuanza kumsukuma afisa wetu, lakini tunashukuru afisa yeye atumia busara, kwa sababu sisi askari tumefunzwa pia kutumia busara, kwa sababu matukio kama haya yanatokea, wananchi wao wanatamani mambo yafanyike kwa haraka huo, lakini sisi ni lazima tuzingatie usalama, kwa maana wanasema usalama kwanza. Kwa hiyo sisi tuangalie kwa usalama, baada ya kuangalia usalama wetu ndipo tuliendelea na kazi. Lakini tunashukuru muda tu mfupi tu tuliweza kuendelea na majukumu, na yule mwananchi tulimwelimisha kwamba wewe hauna haja ya kupaniki, hauna haja wewe kutufanyia sisi tufanye, sisi tunajua, ndio maana tupo tumeajiriwa kwa kazi ya kuzima moto na kuokoa maisha. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kilitokea, lakini hakuwa na madhara makubwa kwa askari wetu. Ilikuwa tu ni kupishana tu kidogo Kiswahili na nini. Kwa ndugu zetu wana Mbeya, mimi nitumie fursa hii ndugu mwandishi na ndugu waandishi, kwamba ndugu zetu wa Mbeya, wana Mbeya, kwamba mpatapo matukio kama haya, cha kwanza kabisa ni kuwasiliana Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ni kupiga simu yetu ya dharura kama 114, kwa sababu unapowahi kupiga simu kwamba unatusaidia hata pia sisi pia kufika kwa wakati. Wewe ukipiga tu simu mara moja, sisi tutatoka kwa wakati kituoni kwetu na kufika. Kwa hiyo nitoe ushauri na nitoe rai kwa ndugu zetu wananchi wetu wa Mbeya, kwamba waonapo tukio kama aidha tukio la moto ama la maokozi kama hili ambalo lililotokea jana, basi wapige mara moja katika kituo chetu
ambao tunaokoaji mkoa wa Mbeya, ambacho namba yetu ni 114, namba hii ni bure kabisa. Askari tupo kituoni masaa 24. Askari tupo kituoni, na narudia kwa msisitizo, askari tupo kituoni masaa 24 kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wetu na kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Mbeya na viunga vyake vinakuwa salama. Mimi kama kaimu kamanda nahakikisha kwamba tukio tukilipata tu basi maelekezo yanatoka mara moja na askari wanafika eneo la tukio. Lakini pia uzuri pia niwahakikishie wananchi wetu wa Mbeya kwamba tunayo sasa vifaa vya kutosha. Kweli vifaa tunavyo, na wao wenyewe wanaona. Nadhani mwandishi wewe mwenyewe dakika chache tu umesema kwamba kweli wananchi wanasifia kwamba response yetu kwenye matukio imekuwa ni ya viwango sana. Kwa nini ya viwango? Sababu serikali imetuwezesha. Daktari wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kweli ametuwezesha sana. Kwa vifaa vya kisasa zaidi, hatuna sababu ya kuchelewa kufika kwenye matukio. Kwa hiyo tunaanza kwa wakati na tunafanya kazi yetu kwa viwango vya juu. Tunayo mitambo ya kisasa, tunayo gari za maokozi. Hata ile tukio la jana uliona pale gari mbili zilikuwa pale eneo la tukio, kwa maana gari yetu rescue tender, kwa maana linafaa vyote vya maokozi full kabisa. Lakini pia tuna gari yetu fire tender ambayo wenyewe ni maalum kabisa kwa ajili ya kuzima moto. Lakini hata pia matukio pia ya chemicals pia Mbeya tunapata pia matukio ya chemicals. Inamwagia sababu hii ni Tanzania Road, ni barabara kubwa ambayo inaunganisha nchi mbili, kwa maana upande huu ni upande wa Zambia na upande huko ni upande wa Malawi. Tuna gari hapo nyuma ukiangalia hilo la njano, hiyo ni hazmat truck, kwamba linafaa vyote kwa ajili ya chemicals zote. Kwa hiyo tuko vizuri. Kwa hiyo ni wajibu wao sasa wananchi sasa wao kutupa taarifa kwa wakati. Ni wajibu wao kutupa taarifa, na sisi ni wajibu wetu sisi kufika kwenye matukio kwa wakati. Lakini tutafikaje? Baada ya kupewa taarifa sahihi. Na nitumie pia fursa hii pia kuwaomba wananchi wasichezee simu. Kuna changamoto pia watu wanachezea simu hizi 114 kwa sababu ni za bure, wanampa mtoto anaanza kupiga, ama mtu mwingine anapiga simu, na bahati mbaya sana au nzuri, sisi sasa hivi jeshi letu pia tumejipa askari wa kike, tunapanga katika chumba cha habari. Hasa akisikia sauti tu ya askari wa kike anaanza kumuongelea maneno ambayo sio mazuri. Kwa hiyo hii sasa tunazodi line, kwa wakati wewe unashikilia line, kuna wengine wanaweza kupata changamoto. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwa wasichezee hizo simu, wapige kama kuna tukio.